tukielekea katika maadhimisho ya miaka 62 ya mapinduzi ya Zanzibar, tuna kila sababu kama serikali kujivunia nchi yetu ilipofika. Sisi kwenye upande wa sekta ya sanaa tunashukuru, miaka 62 sanaa imeendelea kukua na kuimarika, ambapo mfano wa hayo ndio kikao chetu cha leo ndani, kuona kwamba wenzetu hawa kutoka Uholanzi wapo Zanzibar kwa shughuli za kawaida za kikazi, lakini pia ni wabobevu katika maeneo ya sanaa na utamaduni. Kwa hiyo kuja kwao Zanzibar wakaona wafike Baraza la Sanaa kwa ajili ya kubadilishana fikra za kuendeleza, kuimarisha kwanza mashirikiano yetu sisi pamoja na wao, lakini pia kuona kuna fursa gani kwa upande wa Zanzibar, lakini na wao pia kushare fursa ambazo zipo Uholanzi kwa ajili kuona kwamba wasanii wetu tunaweza tukashirikishana. Na bahati nzuri katika mazungumzo yetu tumeangalia maeneo ambayo ni muhimu kama sekta ya sanaa na utamaduni Zanzibar, lakini pia Uholanzi maeneo gani tunaweza tumebadilishana uzoefu, lakini pia tukaendelea kushirikishana. Katika mazungumzo yetu tumeona baadhi ya changamoto, lakini pia na fursa zake. Wameonyesha utayari kwa pamoja kushirikiana kukabiliana na changamoto hizi na zile, lakini pia kuendelea kuimarishana katika kutumia fursa. Wageni wameenjoy na wameona Zanzibar ni eneo maalum kidunia, kimaumbile wametuambia, kwa sababu ni kisiwa, lakini pia ukarimu wa Zanzibar ambazo unaendana sambamba na shughuli za kiutamaduni. Kwenye eneo la sanaa wameona kwamba sanaa yetu imekuwa inasukuma hata uchumi wa nchi. Wameona hapa kwamba wasanii wamekuwa wakitumika katika sekta ya utalii, na wao vile vile ni sehemu ya watalii ambao wameingia katika taifa letu. Wameona jinsi gani kwamba sanaa ina fursa sana katika kuwaleta wageni nchini, kusukuma uchumi wetu wa nchi. Wametuambia hapa, wametupa mashauri, wameshare experience yao, ambapo na sisi kama baraza tumechukua na tunaendelea kufanyia kazi. Lakini jambo kubwa ambalo nimelipenda ni kuona sasa kuna fursa za moja kwa moja Uholanzi, ambapo wasanii wetu Zanzibar watapata. Na niwaambie sasa wasanii kama ambavyo mtangulizi hapa makamu amezungumza, kuendelea kujiimarisha katika kutengeneza kazi, lakini pia kujitangaza. Bahati nzuri tulishajengea uwezo mzuri wa kujitangaza, kutumia fursa, lakini wafanya kazi ambazo zinauzika ndani na nje ya Zanzibar. Wageni wanasema hawa wanapotembelea mitandao mbalimbali wanaona kazi za wasanii wa Zanzibar. Kwa hiyo waendelee kutengeneza, ili ndizo ambazo tutaendelea kuwapa soko ndani na nje ya Zanzibar.